wameshiba, baadaye wakaja wale ng'ombe ambao wamekondeana wakawameza wale ambao walikuwa wameshiba. Ilikuwa ni udhihirisho wa kwamba itakuja miaka 7, itakuwa ni miaka ya kushiba, itakuwa ni miaka yenye chakula, lakini itakuja miaka 7 ambayo itakuwa ni miaka haina chakula, watu watatapatapa kwa njaa kwa sababu kutakuwa hakuna nini? Hakuna chakula. Kwa hiyo ilikuwa ni ndoto ya Farao, na itafsiri ndoto hii alikuwa ni Yusufu. Na maanisha nini kwa kusema hivi? Ukiangalia kwa nini tunatakiwa tule chakula cha kiroho kwa muda huu? Kwa sababu kuna wakati ambapo tutahitaji chakula kwa sababu tutakuwa tuna njaa. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Ukisoma kitabu hiki cha Kumbukumbu, utaona hapa neno la Mungu linasema kwamba alikuwa anawaambia wana wa Israeli. Anasema akakutweza, akakuacha uone njaa, akakulisha kwa maana usiyojua wewe wala baba zako. Tunaona hiki kipindi ambacho kulikuwa hakuna chakula, walikuwa jangwani wana wa Israeli, lakini Mungu aliachilia mana kwao. Kilikuwa ni chakula ambacho wao wenyewe hawakutambua kimetokanaje. Bwana Yesu asifiwe sana. Kulikuwa ni kukame kiasi kwamba chakula kwa wakati huo kilikuwa ni kigumu kuweza kupatikana, lakini Mungu akawashushia mana. Ndipo hapa mbele akaja akasema kwamba hivi, lengo la Mungu kufanya hivi, akasema apate kukujulisha ya kuwa mwanadamu haishi kwa mkate tu, bali huishi kwa kila litokalo katika kinywa cha Bwana. Bwana Yesu asifiwe sana. Ukiangalia hiki chakula kiliwapeleka zaidi ya miaka 40. Walikuwa na viatu wanavivaa kwa muda wa miaka 40. Kwa sasa hivi tukisema kiatu chako hicho unaweza ukavaa labda kwa muda ukivaa sana kama ni kigumu sana miaka 2, miaka 3. Lakini imagine hawa watu hivi viatu vyao vilikuwa havichakai kwa muda wa miaka 40, wala mavazi yao. It means kama alikuwa ni mtoto anavyoendelea kukua na ile vazi tena linaendelea kufanyaje? Kukua. Kwani uone kwa namna gani ambavyo Mungu aliendelea kuonyesha kwamba mwanadamu hataishi kwa mkate tu, bali kwa kila neno litokalo katika kinywa cha Mungu. Hiki ndicho chakula ambacho tunakizungumzia siku ya leo, kwamba mwanadamu hataweza kuishi kwa nini? Kwa neno. Hataweza kuishi kwa chakula tu, bali katika kila neno lile ambalo linatoka kwa kinywa cha Mungu. Sio kwa sababu ya chakula unachokula ndio maana una survive, bali ni kwa sababu ya ile pumzi ya Mungu ambayo ameachilia kupitia neno lake, ndio maana unaendelea kuishi. Bwana Yesu asifiwe sana. Kama nilivyosema kwamba nitataja hapa mifano ya chakula cha kiroho au chakula ambacho roho zetu zinahitaji. Cha kwanza ni neno la Mungu. Kama ambavyo neno la Mungu linasema kwamba mwanadamu hataweza kuishi kwa mkate tu, bali kwa kila neno litokalo kwa Mungu. Ukisoma pia kitabu cha Mathayo sura ya 4, utaona pale ambapo Yesu alikuwa amefungwa kwa muda wa siku 40. Akaja mjaribu shetani, akamwambia kwamba ikiwa ndio mwana wa Mungu, ligeuze hili jiwe liwe mkate. Lakini Yesu akamwambia kwamba mwanadamu hataishi, imeandikwa kwamba mwanadamu hataishi kwa mkate tu, bali kwa kila neno litokalo kwa Mungu. Kwa hiyo kwa muda wa siku 40, kitu ambacho kilikuwa kinamfanya Yesu aendelee kuishi, aendelee kusurvive wakati hali chakula cha kimwili ambacho tunakifahamu ilikuwa ni neno la Mungu. Kwa hivyo hata leo, siku ya leo, mwanadamu yoyote au mtu yoyote, hata wewe huwezi kuishi kuendelea mbele pasipo pumzi ya Mungu kupuliziwa kwako. Na hiyo pumzi ya Mungu ndilo neno la Mungu. Kwa hiyo mwanadamu yoyote hauwezi kusurvive pasipo neno la Mungu. Ndio maana unatakiwa sana ndani ya moyo wako umejaza maneno ya Mungu, kwa sababu wao ndio watakao kusaidia kupita katika nyakati ngumu, watakao kusaidia kupita katika majaribu, utakapokutana na kashikashi nyingi, utakapokutana na mambo huelewi, kwa sababu ndani yako kuna neno la Mungu limejaa. Una uwezo wa kupita mahali hapo. Kwa sababu gani? Neno la Kristo limejaa ndani yako, na neno la Mungu ndio uzima unaotusaidia sisi kuendelea kuishi. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini ukisoma kitabu pia cha Mathayo 16, naomba hapo tutasoma Mathayo 16 kuanzia sura ya Mathayo 16 mstari wa 6. Nitasoma. Yesu akawaambia, angalieni, jilindeni na chachu ya Mafarisayo na Masadukayo
Wakabishana wao kwa wao wakisema, ni kwa sababu hatukuchukua mikate. Naye Yesu akafahamu akawaambia, mbona mnabishana ninyi kwa ninyi, enyi wa imani chache? Kwa sababu hamna mikate? Hamjafahamu bado, wala hamkumbuki ile mikate 5 kwa wale 5,000 na vikapu vingapi mlivyoviokota? Wala ile mikate 7 kwa watu 4,000 na makanda mangapi mlioyaokota? Imekuwaje mkufahamu ya kuwa si kwa sababu ya mkate naliwaambia, ila jilindeni na chachu ya Mafarisayo na Masadukayo? Ndipo walipofahamu ya kuwa hakuambia kujilinda na chachu ya mikate, bali na mafundisho ya Mafarisayo na Masadukayo. Bwana Yesu asifiwe sana. Hili neno lilikuwa ni baada ya wanafunzi wa Yesu kuwa wamevuka ng'ambo. Akawa anawaambia, huku tunakwenda jilindeni na chachu ya Mafarisayo. Tunapoongelea chachu, tunaweza tukasema ni kama hamira. Yaani ni kitu ambacho kinachachusha, au tunaweza tukaita kama catalyst, kichocheo. Ambacho tunaweza tukasema hapa ilipokuwa Yesu anaongelea habari ya chachu ya Mafarisayo, alikuwa anaongelea mafundisho yale ambayo Mafarisayo walikuwa nayo. Kwanza mafundisho ya Mafarisayo yalikuwa yamejaa unafiki. Alafu walikuwa wanaziarifu sheria za Mungu. Kuna sheria ambazo walikuwa wameziingiza wao, zilikuwa ni kinyume na zile sheria za Mungu. Lakini ukiangalia Masadukayo ndio walikuwa hawaamini kabisa kwa habari ya ufufuo wa Yesu. Kwa kuna vitu ambavyo walikuwa wanavifundisha, wanaikwepesha ile kweli ya kiroho, wanakwepesha ile kweli ya Mungu. Ndio maana Yesu akawa anaambia wanafunzi wake kwamba jilindeni na hiyo chachu. Ukiangalia kwa sasa hivi, haya mambo yameenea sana. Mafundisho yako mengi yamejaa vitu vingi. Kwa hiyo kitu ambacho kitakufanya wewe kutambua hili fundisho la fani nilichukua na nilitendea kazi, hili fundisho hapana likae pembeni, ni lile neno ambalo limejaa ndani yako. Yako maneno mengi ambayo yatakuja kwako na ukiyasikiliza utaona kabisa yana mantiki. Lakini ukiangalia kwa upande mwingine, yale maneno yanazidi kuwa imani yako. Ndivyo unavyokuja mbeleni, unakuja mtu akikwambia labda kuwa ni dhambi, utamwambia sio dhambi. Kwa sababu gani? Kuna kitu kiliingia ndani yako, kuna fundisho ulilisikia ndani yako, kuna mtu ulimsikia labda mtandaoni anaongelea hilo neno, likaenda kufisha ile imani yako, hata unaamini kwamba kufanya hicho kitu sio dhambi. Kuna mambo yatakuja mbele yako utayaona kama sio dhambi, lakini kwa uhalisia ni dhambi. Kwa sababu gani? Kuna kweli ya kiroho ambayo imekwepeshwa hapo. Kuna vitu, mafundisho yale ambayo halisi ambayo Mungu anataka wanadamu wayapokee. Kuna watu sasa hivi wameletwa, wanafanyaje? Wanayayeyusha, yani wanayapotosha. Kwa hiyo itakuwa ni ngumu wewe kwako kusikiliza na kuyatendea kazi yale mafundisho ambayo hao watu wanayasema. Sasa hivi wako walimu wengi, wako wachungaji wengi, wako manabii wengi, wako mitume wengi. Kwa hiyo neno lile ambalo litatoka kwa Mungu, ukisoma kitabu cha Yohana 14:6 anasema, mimi ndimi njia ya kweli na uzima, mtu haji kwa Baba ila kwa njia ya mimi. Kwa hiyo njia zozote zile ambazo utasikiliza, maneno ambayo utasikiliza, kila kitu ambacho kitasikiliza, ambacho kitakufanya wewe uendelee kusustain kwenye wokovu wako, kuijua kweli ya Mungu, ni kumjua Yesu Kristo na kujua neno lake kwa uhalisi. Anasema yeye ndio njia pekee ya sisi kufika mbinguni. Kwa hiyo hauna namna nyingine zaidi ya kulijaza neno la Mungu ndani ya moyo wako. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Roho Mtakatifu anatusaidia kudigest lile neno la Mungu, kuelewa Mungu anataka nini katika eneo hili. Ila usipokuwa na neno la Mungu ndani yako, kila fundisho litakalokuja kwako la kusema hivi utaona ni sawa. Kwa sababu gani? Hujalijua bado neno la Mungu. Hata akija mtu akakwambia twende huku, tufanye hivi, kwa sababu anakwambia hii kabisa ni neno la Mungu. Kuna watu ambao wanakuja na kuthibitishia kabisa, unaona kabisa hiki kitu sio sahihi, lakini anakuthibitishia kwa maandiko. Lakini kwa sababu wewe ndani yako hamna maandiko, hamna neno la Mungu ambalo limekaa la kweli, utayumbishwa na mwisho wa siku utajikuta umeanguka katika imani. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini jambo jingine, chakula kingine cha kiroho, hii ni chakula kikubwa ambacho nimesema neno la Mungu, ambamo ndani ya neno la Mungu tunapata hivi vitu vingine vyote ambavyo nitaenda kuvitaja hapa. Ni habari ya kuabudu
kuabudu pamoja na kutengeneza ushirika na Mungu ni namna ambavyo unajua kuabudu, au tuseme kuabudu katika roho na kweli. Sio mtu unavomwona amepiga magoti, au sio mtu unavomwona labda analia au anafanyaje. Kuabudu katika roho na kweli, mtu anakuja anaabudu katika roho na kweli pale anapokuwa ameingia, amezama katika ulimwengu wa roho, anamtafakari Mungu na ndani yake anakuwa anaishi maisha ya utakatifu. Huyo ndio mtu ambaye anamwabudu Mungu katika roho na kweli, na ushirika wake unakuwa ni mkubwa zaidi na Mungu. Kwa hiyo hicho ndio chakula kingine cha kiroho. Mbali na hapo hautaweza kufanyaje? Roho yako haitaweza kukua. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini kitu kingine ni kufunga na kuomba. Hii ni chakula kingine cha kiroho. Wakati mwili unahitaji kushiba, lakini roho pia inahitaji kushiba. Roho haili chakula kama tunachokula makange, labda ugali, hapana. Roho inakula vitu vya rohoni. Na vitu vya rohoni ni pamoja na kufunga. Unapofunga manake unaufisha mwili wako na kuiwisha roho yako imkaribie Mungu. Kwa pale ambapo unafunga na kuomba, ndipo ambapo unazidi kuinenepesha roho yako, unazidi kuilisha roho yako. Nimesema huko mbele tutakuja kuona, kwa sababu kuna vitu ambavyo vitakuja mbele yetu. Sisi tutashindwa wenyewe kuvishinda kwa akili zetu pasipokuwa na hiki chakula ambacho kitatusaidia kufika katika hilo eneo. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini kitu kingine ni kutii na juhudi katika kumtafuta Mungu. Ninapoongelea kutii, Mungu ameweka mamlaka sehemu tofauti tofauti. Kuna viongozi, kwa mfano naweza nikachukulia hapa Kasifeta. Tuna viongozi wetu kule kwa makanisani kwetu, tuna wachungaji, tuna wazee wa kanisa, tuna mashemasi. Tunapoongelea kutii, neno la Mungu linasema kwamba kutii ni bora kuliko dhabihu. Unamwona Sauli kwa kushindwa kwake kutii, Mungu akamuondoa katika kiti cha ufalme. Kwa hiyo kutii kuna kusogeza wewe karibu na Mungu, kuna kitu kinaongezeka ndani ya roho yako. Bwana Yesu asifiwe. Hapo ndio inapokuja nafasi ya kufanyaje? Kunyenyekea. Na hii ndio itakuwa pointi ya mwisho, kwamba unyenyekevu. Hii nayo ni chakula cha kiroho. Sasa ni kwa nini tunahitaji chakula cha roho? Tunahitaji chakula cha kiroho. Pointi ya kwanza, kukua kiroho au kuongezeka kiimani. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Ukiangalia Paulo alikuwa anawaambia wale watumwa wake kwamba zamani alishindwa kuwalisha chakula kigumu. Aliwalisha kile chakula kilaini kwa sababu wao walikuwa bado watoto. Tunapoongelea mtu ni mtoto, maana ana matendo ya mwili. Hatuongelee mtoto wa miaka au utoto wa labda uchanga kiroho. Tunaweza kusema uchanga kiroho. Labda mtu ameokoka ana miezi 3, 4, tunasema ni mtoto. Lakini kwa wakati wao alikuwa anawalisha chakula kinachoendana na nini? Na utoto wao. Lakini baadaye kuendelea wakawa bado wanaendelea kuwa watoto. Maana yake wanaendeleaje kuwa watoto? Wamejaza ndani yao matendo ya mwili. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo ili mtu aweze kukua kiroho, lazima awe na chakula cha kiroho ambacho tumevitaja hapa juu. Neno la Mungu lijaa kwa wingi ndani yako. Neno la Mungu lishajaa kwa wingi ndani yako, hautakuwa na nafasi yale matendo ya mwili kukumiliki wewe. Bwana Yesu asifiwe. Itakufanya kukua kiimani. Kuna nyakati nyingine ambapo huwezi, hakuna, si mama yako, si ndugu yako, si akili yako, si elimu ulionayo inaweza kukuvusha, lakini ni imani inaweza kukuvusha. Hiyo imani inakujaje? Neno la Mungu linasema kwamba imani huja kwa kusikia, na kusikia huja kwa njia ya neno la nani? La Kristo. Kwa hiyo kama neno la Mungu halimo ndani yako, manake imani itafanyaje? Itakuwa chini, na kuna maeneo hutaweza kuvuka. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini pointi ya pili nasema kupata nguvu za kuendelea na safari. Hapa utasoma kwa muda wako kitabu cha Wafalme sura ya 19 mstari wa 1 mpaka wa 8. Wafalme wa kwanza 19 mstari wa 1 mpaka wa 8. Tunahitaji chakula cha kiroho ili kupata nguvu za kuendelea na safari. Tunajua sisi wote hapa duniani, maisha yetu yote tunaishi, lakini mwisho wa siku destiny yetu ni kufanyaje? Kila mtu anatamani kufikia ule uzima wa milele. Ndio maana ukimwambia wangapi wanatamani kwenda mbinguni, hapa kila mtu atanyosha. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo tupo katika safari. Kuna mahali ambapo Mungu anatutaka tufike. Ndio maana tukawa
tumeokolewa. Hatujaokolewa tukae kanisani bure. Kuna mahali Mungu anatamani tufike. Kuna watu Mungu anatamani tuwafikie. Ndio maana katika kuendelea na safari kama Kasfeta mfano, tuna mikutano ya Injili. Tunawafikia wale watu kwa sababu Mungu ametuagiza tuwafikie wale watu. Lakini tusingekuwa na kile chakula cha kiroho cha kutusaidia kuendelea na hiyo safari, tungeshindwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Ukisoma hiki kitabu cha Wafalme hapa kinamwongelea nani? Elia. Ametoka kuwa manabii wa Baali, manabii 450. Lakini baada ya kusikia kwamba ni nani yule mwanamke? Jezebel anamtafuta, anataka kuiangamiza roho yake. Akaanza kuogopa. Akakaa chini ya mletemo akamwambia Mungu, bora uniue kwa sababu mimi sijaonekana kama nimetenda mema sana kuliko baba zangu walionitangulia. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo unaona kuna wakati katika safari, kuna wakati hofu inakuja. Kuna wakati tunachoka. Kwa hiyo kama hatutapewa au hatutapata kile chakula cha kutufanya sisi kuendelea na safari, tutakata tamaa na kuishia hapo. Ndio maana unaona kwa mfano mtu alikuwa ni mzuri sana, alikuwa ni mlokole mzuri sana, mlikuwa mkimsifu, ni mtu mzuri ambaye anamtumikia Mungu, lakini nafika wakati unashangaa amebadilika kabisa, pengine ameangukia pabaya mpaka anakunywa pombe. Ni kwa sababu gani? Hakuwa na chakula cha kumtosha. Alitengeneza tu chakula cha wakati cha kumsaidia kustahimili wakati huu, lakini katika safari yake iliyoko mbele hakuwa na chakula cha kumtosha. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio hapa akaja malaika akamwambia akampa chakula, akamwambia inuka kwa maana safari hii inafanyaje? Inakuhusu. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo tunahitaji chakula cha kiroho kwa sababu sisi ni watumishi wa Mungu. Tunatakiwa kufika sehemu mbali. Yawezekana wewe labda umesoma sisi hapa ni tunaweza kushia engineer, umesoma labda telecommunication, umesoma kitu fulani. Mungu anatarajia uende ofisi fulani kwa kusudi fulani. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa sababu elewa kwamba kitu kimoja, unasoma si kwa ajili yako wewe, bali kwa sababu Mungu amekuleta mahali hapa, kuna mahali anataka ufiti ili kusudi ukapeleke ajenda yake mahali pale. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa utakapofika sehemu huko, kama chakula ndani yako kilikuwa ni kidogo, huna uwezo wa kustahimili mahali hapo, lazima wale watu watakugeuza wewe na sio wewe kuwageuza wao. Ingawa Mungu atakuwa amekutuma wewe kupeleka pale kuwageuza au kwa ajili ya kusudi fulani, utashindwa kutimiza hilo kusudi na utajikuta mwisho wa siku umekuwa sawa na wao. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa sababu gani? Hukupata chakula cha kukutosha kwa wakati huu. Kwa hiyo neno la Mungu linatakiwa likae kwa wingi ndani yetu. Huu ndio wakati wa kuimarisha mahusiano yetu na Mungu. Kama ulikuwa unalegalega, kama ulikuwa ufanyi kwa bidii, ni wakati wako wa kufanya kwa bidii, kwa kujua kwamba kuna safari mbele yako. Pasipokuwa na chakula cha kiroho, utafanyaje? Utashindwa na utaishia njiani. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini pia tunahitaji chakula cha kiroho kwa ajili ya nguvu za kupigana siku ya uovu. Bwana Yesu asifiwe sana. Hapa kama ambavyo tulikuwa tumesoma, ukiangalia hichi kitabu cha Mwanzo kwa habari ya Farao na Yusufu, aliandaa nini? Aliandaa chakula kwa ajili ya miaka 7 iliyokuwa miaka ya njaa. Kwa hiyo katika ile miaka 7 ya chakula kilipokuwa kingi, ndipo wakati ambapo Farao alimweka Yusufu, akamweka juu ya vitu vyote ili asimamie ukusanyaji wa chakula utakaowasaidia katika miaka 7 yenye njaa. Miaka 7 yenye njaa naweza nikachukulia hapa ni mfano wa nini? Siku za uovu. Bwana Yesu asifiwe sana. Hautakuwa na uwezo wa kupigana zile siku za uovu. Wakati utakapokuja, dunia imebadilika. Tukiangalia sasa hivi mambo mengi yameshatokea. Kwa hiyo watakaoweza kustahimili kwa wakati huo ni wale ambao wamekula chakula cha kutosha, wana chakula cha kutosha cha kiroho, roho zao zimeshiba, ndio wataweza kupigana katika wakati huo. Hata katika vita vya kawaida vya kiroho, mtu huwezi ukapigana, la sivyo wewe ukubali kufa kwa sababu hauna nini? Chakula cha kukutosha. Ila sema neema ya Mungu inatusaidia. Kuna wakati kuna vita ambavyo vinakuja mbele yako, vita vya uovu. Huwezi kupigana pasipokuwa neno la Mungu kukaa ndani yako, pasipokuwa na chakula cha kutosha ndani yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini pia ni kuvuka salama wakati wa njaa kali. Tunahitaji chakula cha kiroho ili kuvuka salama wakati wa njaa kali. Ninapoongelea njaa kali ni ule wakati wa majaribu. Yaani kuna wakati ambapo kwa mfano naweza nikachukulia umekosa kila kitu. Tuchukulie mfano Ayubu. Ayubu alipitia majaribu
watoto wake wamefariki, akapata majipu, mali zake zote zimeteketea. Lakini katika wakati huo hakufanyaje? Hakumwacha Mungu, aliendelea bado kuwa na Mungu. Ndio wakati ambao alijenga uhusiano wa karibu zaidi na Mungu. Kwa hiyo kama hauna chakula cha kiroho cha kutosha, utakapopitia katika nyakati ngumu utasema basi Bwana Mungu hayupo. Yaani kuna wakati ambapo Mungu anatamani kuna point ufike ili akuthibitishe, akupeleke mahali pa juu zaidi. Lakini wewe utaishia njiani, utashindwa kuvuka katika ule mpito, utashindwa kuvuka katika ile jaribu. Kwa sababu gani? Umeshindwa kufanyaje? Haukuwa na chakula cha kukutosha. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo kama Wakristo ambao tunajua tuna safari, tunaendelea, ni lazima tuwe na chakula cha kututosha. Leo, kesho na hata mbeleni safari, hujui safari yako itaishia wapi. Bwana Yesu asifiwe sana. Hujui utakutana na adha gani. Kwa hiyo ni lazima uwe umejiandaa. Ndio maana hata kama ukiangalia wale watu wa zamani walikuwa wanaenda vitani, walikuwa wanaenda na nini? Na chakula. Hata kama anajua kwamba huku vitani kuna kufa, lakini bado anaenda na chakula cha kumsaidia kufanyaje njiani. Kwa hiyo na sisi Wakristo lazima tuwe na chakula cha kiroho kitakachotusaidia sisi kuvuka salama. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini hicho chakula cha kiroho tuangalie sehemu ambazo tunakichukua au ni kama sources zetu. Bwana Yesu asifiwe sana. Ukiangalia Danieli na wale wenzake watatu, wakati wamefika kwa mfalme, mfalme alitaka wale kile chakula cha kifalme pamoja na divai. Lakini Danieli na wenzake wakaazima, akasema neno la Mungu linasema Danieli aliazimu moyoni mwake kuto kujitia unajisi na chakula cha mfalme. Kwa sababu gani? Kilikuwa ni chakula ambacho kinapendeza. Kwa hiyo kawaida ukiambiwa unakula chakula cha mfalme, au leo ukiambiwa kwamba unaenda kula pamoja na rais, kula chakula cha rais, ni kitu ambacho kwa hali ya kawaida kwa kimwili kinaonekana ni kitu kizuri, na pengine unaweza ukapata sifa kwamba nimekula na rais. Lakini Danieli akasema hapana, mimi sitajitia unajisi na hiko chakula. Kwa sababu gani? Alijua ndani ya kile chakula kuna vitu akifanyaje? Akila kuna vitu kwake vitapotea. Kwa sababu yule mfalme kuna vitu alikuwa ameadhimia kupitia kile chakula. Utakapokula kuna vitu vinaingia ndani yako ambavyo ni kinyume. Na kumbuka Danieli walikuwa wanamwabudu Mungu wa kweli. Ukisoma pale sura ya kwanza mstari wa 15, neno la Mungu linasema kwamba baada ya zile siku 10, Danieli na wenzake walionekana kuwa bora zaidi, ingawa hawakula chakula cha mfalme. Wao walikuwa wanakula mtama na maji, lakini walionekana kuwa bora zaidi kuliko wale wengine waliokula chakula cha mfalme. Kwa hiyo unaweza kuona kwamba neno la Mungu linatufanya sisi kuwa bora. Bwana Yesu asifiwe sana. Neno la Mungu litatufanya sisi kusimama mbele ya watu wengine na kuonekana kuwa bora. Ndio walipokuwa ukiangalia ukisoma hiki kitabu cha Danieli, walipokuwa wakitafuta watu waaminifu, Danieli alikuwa ni mmoja wapo. Je, kama angejitia unajisi kwa kile chakula, angekuwa na hiyo nafasi ya kupata ya kuwa msimamizi katika ile nchi? Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa lazima tuangalie ni mahali gani ambapo tunakula chakula. Tusije tukajitia unajisi kwa kile chakula cha nini? Cha wafalme. Ninapoongelea chakula cha wafalme, tumeongelea pale nyuma kwamba ni chachu wa Mafarisayo, mafundisho yasiyomtii Mungu au mafundisho yanayoenda kinyume na Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Yatashusha imani yako. Basi Mungu awabariki sana. Naomba nitaomba. Asante Baba mbinguni uliye hai, kwa sababu ya neno lako lililo hai. Wewe ndio tupatiaye uhai wa kuendelea mbele na safari ambao umetuahidia, mfalme wa wafalme. Tuapo hapa duniani Yesu, tunayo dhiki, lakini umesema tujipe moyo, tutashinda. Yesu Kristo, tunaomba chakula kitokacho kwako ndio kikapate kuingia katikati ya mioyo yetu. Neno lako lisilogoshiwa Baba likapate kukaa katikati ya mioyo yetu, kusudi tukaweze kushindana zile siku za uovu, kusudi tukaweze kuishinda ulimwengu huu, kusudi tukaweze kutembea katika kusudi ambalo Mungu umetupa. Tusije tukajichanganya katika ulimwengu huu na kukupoteza wewe, mfalme wa wafalme. Bwana, tunaomba neema yako ukatusaidie, jemedali wa uzima, ukatushike mkono hata katika nyakati ngumu Bwana, ukatusaidie kutii neno lako, ukatusaidie kulisoma neno lako na kulielewa. Neno lako likakae kwa wingi katikati ya mioyo yetu, kama ulivyosema ya kwamba Bwana neno lako ni chakula. Mungu, tunahitaji neno lako likapate kukaa ndani yetu Bwana. Tusaidie Bwana, ukatupe kiu ya kusoma neno lako, ukatupe kiu ya kukutafuta wewe zaidi na zaidi, ya kukaa karibu na wewe zaidi na zaidi. Mungu wa milele, ninakushukuru kwa sababu Bwana umesema nasi kupitia neno hili, mfalme wa wafalme. Ninaomba
kati yetu Bwana. Tusio watu wenye kusikia tu kila itwapo leo, bali tunatamani Mungu kupitia hili neno tukapate kuzaa matunda na tukabadilishwe katika jina la Yesu Kristo, miongoni mwa watu ambao Bwana umewatarajia kuwa wakombozi wa ulimwengu. Tukawe mmoja wapo Bwana, tusijichafue wala kujinajisi kwa chakula cha ulimwengu huu, bali tukapate kupata kile chakula kitokacho katikati ya moyo wako Bwana, ambacho umekikusudia kwa ajili yetu sisi Mfalme, kama watoto wako Bwana. Tunaomba neema yako Jehova, tunazidi kunyenyekea kwako zaidi Bwana, tukizidi kufundishwa kutoka kwako, kuelekezwa kutoka kwako na kula kutoka kwako, katika jina la Yesu Kristo. Asante Bwana kwa kuwa wewe ni mwema.